Kashfa ya shilingi ya mabilioni ya pesa inayohusu uagizaji wa mafuta nchini inaaminika ilipangwa kati ya wahusika wakuu wakiwemo kutoka ngazi za juu za serikali na wafanyabiashara. Inadaiwa ni njama iliyolenga kuhujumu usambazaji wa mafuta nchini Kenya, Wizara ya Kawi ikisema imechukua hatua ya kusimamisha shehena ya mafuta hayo. Tayari washukiwa wakiwemo kutoka Wizara ya Kawi wamekamatwa, huku makachero wa DCI wakiwaandama wasimamizi wa kampuni ya pili wanaodaiwa walihusika na sakata hiyo. Kevin Mutai anatufungulia taarifa zetu za NTV Adhuhuri na taarifa ifuatayo. Shehena za mafuta zenye thamani ya shilingi bilioni 4.8 umeacha nyuma msururu wa madai ya biashara ya ufisadi katika Wizara ya Kawi nchini. Siku ya Jumamosi, ofisi ya mkuu wa utumishi wa umma Felix Koskei ilithibitisha kwamba shehena hiyo ya mafuta ilinunuliwa kwa njia iliyokiuka sheria za ununuzi na kupuuza mfumo wa G2G. Inadaiwa kwamba kandarasi husika ilitiwa saini tarehe 25 mwezi Machi mwaka huu, ikiibua wasiwasi kuhusu jinsi meli ya MT Paloma ilivyotia nanga siku mbili baadaye ikiwa na tani 68,000 za mafuta. Kulingana na stakabadhi za uagizaji huo, shehena hiyo ilipakiwa mafuta mnamo Februari katika bandari ya Fujairah katika milki ya Kiarabu na iliondoka kutoka bandari ya Mombasa mnamo tarehe 30 mwezi Machi, na hivyo basi kuzidisha kitendawili kuhusu mpango wa uagizaji wa bidhaa hiyo. NTV hata hivyo imebaini kuwa kampuni iliyohusika katika madai ya uagizaji wa mafuta hayo inahusishwa na mfanyabiashara mjini Mombasa ambaye wasimamizi wake wakuu wametakiwa kurekodi taarifa katika idara ya uchunguzi wa uhalifu wa jinai DCI. Hati ya CR12 kutoka ofisi ya msajili wa kampuni zinazotumiwa na DCI imetoa maelezo ya wakurugenzi wa kampuni mbili ambao wako kwenye rada zao na wanachunguzwa kwa madai ya kuhusika na kashfa hiyo. Katika barua iliyotolewa na Waziri wa Kawi Opiyo Wandayi leo Jumapili, inaonyesha kuwa mafuta hayo yalitoa Mombasa kwa bei ya shilingi 198,855 kwa tani moja, ikilinganishwa na shilingi 1,140 kwa tani moja na kampuni ya Gulf Energy ambayo iko chini ya mfumo wa G2G. Kulingana na Waziri Wandayi, hii inaashiria tofauti ya shilingi 58,000 kwa tani moja, huku G2G ikiwa na bei ya chini kwa shilingi 43 kwa lita. Wandayi anasema kuwa, nikinukuu, wakati taarifa kamili kuhusu mafuta hayo ambayo ni chini ya uchunguzi ilipotokea, tulisimamisha uagizaji wa shehena ya pili chini ya mpango huo kwa msingi wa kujali maslahi ya umma. Mwisho wa nukuu. Zaidi ya hayo, Waziri Wandayi amekariri kuwa Starbex International si miongoni mwa kampuni ya uuzaji wa mafuta yanayohusika katika mpangilio wa serikali wa G2G. Serikali hata hivyo inasema maafisa wakuu katika wizara husika walitumia njia ya udanganyifu ili kubadilisha ripoti kwenye hifadhi ya mafuta ili kufanikisha ununuzi wa mafuta hayo kwa bei ya juu kinyume na taratibu za serikali. Kwa sasa ni mabosi katika sekta hiyo ya mafuta ambao wamenaswa, uchunguzi zaidi ikiendelea. Kevin Mutai, NTV.